Hali gani mtazamaji wa SAUT TV? Karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na serikali ya Tanzania imetoa tahadhari kwa wasafiri wote wanaoingia au kutoka nchini kufuatia mlipuko wa virusi vya Ebola. Juhudi mpya za kidiplomasia za kupunguza mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimeanza kuonyesha matumaini. Na katika michezo, baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga jijini Mwanza wameeleza mitazamo yao juu ya timu yao kuto kuendelea kufanya vizuri katika michuano ya ligi kuu ya NBC. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Donald Anthony nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Faith Olomi atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Pendo Abdalla. Na tuanze na habari za kitaifa. Tukianzia hapa jijini Mwanza, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amewaasa wananchi wa kata ya Luchelele wilaya Nyamagana mkoani Mwanza kufuata miongozo ya kisheria na miongozo ya kiserikali ili kuepuka migogoro ya ardhi. Akizungumza katika ziara yake leo kwenye mtaa wa Nganza kata ya Luchelele, ameongeza kuwa serikali yake itahakikisha inatatua migogoro ya ardhi ili kila mwananchi aweze kupata haki yake anayostahili. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane na mwanahabari wetu. Akizungumza hii leo kwenye mtaa wa Nganza kata ya Luchelele wilaya Nyamagana jijini Mwanza, Mheshimiwa Mtanda amewataka wananchi kuendelea kuwa wavumilivu huku serikali ikiendelea kufanyia kazi yale maombi yao waliokuwa wakihitaji. Nataka niwahakikishie wale ambao wanastahili kulipwa fidia watalipwa fidia, na kama nilivyosema, kesho wenye viti wa mitaa na ile orodha ya wanaotakiwa kulipwa fidia itakuwa imeshaandaliwa. Tutawaita pia na hao watu kwenye serikali zenu huko, wataalamu watakwenda, watahakiki, tutafunguliwa akaunti na tutakaa na mkurugenzi kupanga kila mtu anaanza kulipwa lini fidia yake. Tunataka tumalize kwanza changamoto ya baadhi ya maeneo, halafu sasa tubakize swala moja tu la golf course. Aidha, Mtanda amewataka wananchi kuendelea kufuata miongozo ya kisheria ili kuepukana na migogoro ya ardhi na kuhakikishia kuwa serikali yake iko makini na itatatua migogoro yote ya ardhi ambayo wananchi wanaipitia. Mahakama ikishamaliza uamuzi wake na hawa wazee wakishakuja kukaa na mimi, pia tutapatia ufumbuzi swala la golf course. Kwa hiyo muwe na amani, endeleeni kufanya kazi zenu, imarisheni amani ya mtaa wenu, lakini pia lazima tukubali kwamba maendeleo hayawezi kutokea kama tukiendelea kuishi wenyewe kwa wenyewe, na tusipokubali uwekezaji, tusipokubali watu kutoka maeneo mengine tuweze kushirikiana nao kwa ajili ya maendeleo ya maeneo yetu. Ingawa nasema maendeleo hayawezi kufikiwa kwa baadhi ya watu kudhulumiwa. Kwa hiyo wale wote ambao haki zao bado hazijasimamiwa, nataka niwahakikishieni kwamba haki zenu zitasimamiwa na zitalindwa. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Akihitimisha ziara yake katika mtaa wa Nganza, Saidi Mtanda ameongeza kuwa migogoro mingi ya ardhi inayotokea inasababishwa na watu kukosa uelewa katika sheria, huku akiwataka viongozi wake kutatua migogoro ambayo wananchi wanaipitia, huku akiahidi ya kwamba serikali ya mkoa wake itaendelea kutatua migogoro mikubwa na midogo na kulipa madeni makubwa na madogo ambayo wananchi wanadai kama fidia kwenye maeneo yaliyochukuliwa na serikali. Nataka tufanye review ili tuwe na timu mzuri ya wataalamu wa ardhi watakao tusaidia kumaliza migogoro ya ardhi. Kwa hiyo nimeshazungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, tutafanya tathmini ya utendaji kazi. Wale tutakaoona wana mchango wa kusaidia kumaliza changamoto za ardhi hapa jijini Mwanza tutaendelea nao, na wale ambao tunaona kwa sasa uwezo wao wa kutusaidia kumsaidia mkuu wa wilaya kumaliza kero za ardhi umeshafika ukingoni, basi waende maeneo mengine ili wakaende kuchangia maendeleo ya sekta ya ardhi katika maeneo hayo. Kwa hiyo haya ninayoyasema niko serious nayo na ni lazima tuyafanye ili kuendelea kupunguza migogoro ya ardhi katika maeneo. Kwa sababu siwezi leo kumtuma mtu aliyesababisha migogoro ya ardhi yeye ndio akamalize shida ya ardhi. Inawezekana vipi? Mgogoro wa ardhi kama umeanzishwa na watu wa ardhi,
hauwezi kumalizwa na watu hao, utamalizwa na wengine wa ardhi ambao hawakuhusika kwenye huo mgogoro. Ni mgogoro wa ndoa tu, unauanzisha mwenyewe na umaliza mwenyewe, lakini wa ardhi hauwezi kumalizwa na aliyeuanzisha, utamalizwa na yule ambaye hakuhusika na migogoro ya namna hiyo. Kwa hiyo nitafanya tathmini yangu, nitaona kama yuko ambaye mtumishi ni chanzo cha kuanzisha hii migogoro ya ardhi hapa, huyo hawezi kuwa sehemu ya kumaliza migogoro hii. Yeye apelekwe kwingine, tupate watu ambao hawakuhusika, ili tukitoa maagizo yafanyiwe kazi. Maana hapa mwingine anasema ulimwagiza fulani aje, lakini hajaja, pengine yeye ni sehemu ya huo mgogoro. Sasa atakujaje kujisema kwamba mkuu, unajua mimi ndio ninayehusika na ule mgogoro? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi ninaamini tukifanya hivyo itatusaidia kupunguza kero na migogoro ya ardhi. Mwisho kabisa, ninawashukuruni wananchi wote, na wataka muwe na subira wakati tunaendelea kushughulikia changamoto hii, na ninaamini haya tuliyoanza nayo na haitakuwa mwisho leo. Kamati yangu ikishaniletea taarifa, nitakuja hapa, nitaendelea kufanya maamuzi mpaka migogoro. Taarifa yake inanipeleka moja kwa moja katika kile kinachoendelea katika ripoti ya afya. Serikali ya Tanzania imetoa tahadhari kwa wasafiri wote wanaoingia au kutoka nchini kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola ulioripotiwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Wizara ya Afya imesema hatua hiyo inalenga kuzuia kuingia na kusambaa kwa ugonjwa huo nchini. Ripoti kamili juu ya habari hii na mwanahabari wetu Samuel Ero. Kwa mujibu wa mwongozo huo, wasafiri wote wanaowasili nchini kutoka au kupitia nchi zilizoathirika wanatakiwa kujaza fomu ya ufuatiliaji wa afya mtandaoni kabla ya safari kupitia mfumo maalum wa serikali. Aidha, kwa wale watakaoshindwa kufanya hivyo mapema, fomu za karatasi zitatolewa katika vyombo vya usafiri au mipakani. Katika hatua nyingine, serikali imeelekeza kuwa wasafiri wote watapimwa joto la mwili na kuchunguzwa dalili za ugonjwa katika viwanja vya ndege, mipaka ya nchi kavu na baharini. Uchunguzi huu utafanywa na wataalamu wa afya wa mipakani ili kubaini mapema dalili zote zinazoweza kuashiria maambukizi ya Ebola. Kwa upande mwingine, wasafiri wote watapewa elimu ya afya juu ya namna ya kujikinga na Ebola na jinsi ya kutoa taarifa katika kituo cha afya kilicho karibu au kupiga nambari ya simu 199 wanapo dalili za maambukizi. Pia wasafiri na wafanyakazi wa vyombo vya usafiri wanapaswa kuzingatia hatua za kuzuia na kujikinga na maambukizi kama vile unawaji wa mikono kwa maji tiririka na sabuni, matumizi ya vitakasa mikono, sanitizer na kuepuka msongamano. Hata hivyo, vyombo vyote vya usafiri vitakavyohisiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huu vitafanyiwa usibuaji na utakasaji na mamlaka ya afya mipakani. Samuel Ero, Sauti TV. Shukrani sana Samuel Ero kwa taarifa hiyo. Na tukisalia hapa hapa nchini Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan leo amewasili nchini Rwanda kwa ajili ya kushiriki mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika. Mkutano huo unaojulikana kama NEISA 2026 utawakutanisha viongozi wa serikali, wataalamu wa nishati, wawekezaji pamoja na wadau mbalimbali kutoka mataifa ya Afrika ili kujadili namna teknolojia ya nyuklia inavyoweza kusaidia kuimarisha usalama wa nishati na kuchochea maendeleo ya viwanda barani humo. Kwa undani wa taarifa hiyo, tuungane na mwanahabari wetu Arafa Ngondae. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo unaipa nchi nafasi ya kuwa sehemu ya majadiliano makubwa kuhusu matumizi salama ya teknolojia ya nyuklia katika sekta mbalimbali muhimu za maendeleo. Aidha, teknolojia hiyo ya nyuklia inatajwa kuwa na mchango muhimu katika maeneo kama afya, kilimo, utafiti na uzalishaji wa nishati, huku nchi nyingi za Afrika zikianza kuangalia namna bora ya kuitumia ili kuongeza tija ya kiuchumi na maendeleo endelevu. Sambamba na hayo, mkutano huo unatarajiwa kujadili mikakati ya nchi za Afrika katika kukabiliana na changamoto za upatikanaji wa nishati pamoja na kuhakikisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia yanaendana na viwango vya usalama vya kimataifa. Ushiriki wa Rais Samia katika mkutano huo unaonekana kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa Tanzania na mataifa mengine ya Afrika katika masuala ya teknolojia, uwekezaji na maendeleo ya sekta ya nishati kwa lengo la kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Mimi ni Arafa Ngondae, Sauti TV.
Shukrani sana Arafa Ngondai kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV. Hivi sasa ni wakati wa kuiangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Watu 4 wameripotiwa kufariki dunia huku zaidi ya watu 30 wakijeruhiwa nchini Kenya kufuatia maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta yaliyoikumba nchi hiyo siku ya Jumatatu. Maandamano hayo yametokea baada ya serikali ya Kenya kutangaza ongezeko jipya la bei za mafuta kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta duniani, huku bei ya dizeli ikizidi kuongezeka kwa asilimia 23.5, hali iliyopelekea wafanyakazi wa usafiri kutoa wito wa mgomo kupinga ongezeko hilo. Na rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitishwa kwa mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya Iran kwa muda wa siku 2 hadi 3 ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kidiplomasia yanayolenga kufikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya maombi kutoka kwa viongozi wa mataifa ya Kiarabu katika eneo la Mashariki ya Kati, wakiwemo viongozi kutoka Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar, na kuongeza kuwa viongozi hao wamehimiza kuwepo kwa nafasi ya mazungumzo ili kupunguza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo hilo. Mwandishi wetu Christina Barton anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen amesema kuwa polisi wamewakamata watu 348 wanaodaiwa kuhusika na vurugu zinazoendelea nchini humo, na kuwa baadhi ya vurugu zinazotokea zinachochewa na magenge ya wahalifu yaliyolenga kuharibu mali za serikali na za watu binafsi. Maandamano hayo yamesababisha kusimama kwa huduma za usafiri wa umma katika miji mbalimbali, huku wananchi wakionyesha hasira zao dhidi ya ongezeko hilo la bei. Kenya ni miongoni mwa nchi za Afrika zinazotegemea uagizaji wa mafuta kutoka eneo la Ghuba, hali inayopelekea kuathirika moja kwa moja na changamoto za usafirishaji wa mafuta duniani. Tukiendelea kusalia hapa barani Afrika, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Africa CDC, ugonjwa huo umeendelea kuzua hofu kubwa katika eneo la Afrika ya Kati kutokana na kasi ya maambukizi yake na ongezeko la vifo vinavyoripotiwa, huku mbali na DRC, visa viwili vya ugonjwa huo tayari vimeripotiwa nchini Uganda, ambapo mtu mmoja amefariki dunia. Mamlaka za afya zimeeleza kuwa wagonjwa hao walihusishwa na safari kutoka DRC, hali inaongeza hofu ya kusambaa kwa ugonjwa huo katika mataifa jirani ya Afrika Mashariki. Kutokana na hali hiyo, Shirika la Afya Duniani WHO katika ripoti yake ya tahadhari imezitaka nchi zilizoathirika pamoja na zile zinazopakana na maeneo yenye maambukizi kuimarisha uchunguzi wa wagonjwa, ufuatiliaji wa waliokutana na waathirika, pamoja na ukaguzi katika mipaka na mikusanyiko. Aidha, wananchi wametakiwa kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusana na majimaji ya mwili wa mgonjwa, pamoja na kutoa taarifa mapema kwa mamlaka za afya wanapoona dalili kama homa kali, kutapika, kuharisha, uchovu mkubwa au kutokwa damu. Kwingineko kimataifa, kwa mujibu wa Trump, mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Tehran yako karibu kufikia makubaliano yatakayozuia Iran kumiliki silaha za nyuklia, na kuwa hatua ya kusitisha operesheni za kijeshi inalenga kuunga mkono juhudi za kidiplomasia kabla ya kuchukuliwa kwa hatua nyingine. Kwa upande wao, serikali ya Iran pamoja na mataifa hayo ya Kiarabu hayajatoa tamko rasmi kujibu kauli ya Trump. Ukimya huo umeendelea kuzua maswali kuhusu mwelekeo wa mazungumzo hayo pamoja na uwezekano wa kupatikana kwa suluhisho la kudumu katika mgogoro huo muda mrefu. Aidha, makao makuu ya jeshi la Iran mjini Tehran yamesema vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo vina nguvu zaidi na vimejiandaa zaidi kuliko hapo awali, kauli inayotafsiriwa kuwa ishara ya tahadhari kwa Marekani na washirika wake licha ya juhudi zinazoendelea za kidiplomasia. Mvutano kati ya Marekani na Iran uliingia hatua kubwa zaidi mwezi Februari mwaka 2026, ambapo Marekani kwa kushirikiana na Israel walifanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kijeshi ya nyuklia nchini Iran tarehe 28 Februari mwaka 2026. Iran nayo ilijibu kwa mashambulizi ya makombora na drone dhidi ya Israel pamoja na vituo vya Marekani Mashariki ya Kati. Christina Barton, SAUT TV. Shukrani sana Christina Barton kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Faith Olomi atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Mtazamaji wa SAUT TV, karibu tena, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Faith Olomi.
Baadhi ya wafanyabiashara wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza wamesema uwepo wa biashara zinazofanana unapelekea kupungua kwa faida na kuongezeka kwa ushindani katika soko. Wakizungumza na Sauti TV, wameongeza kuwa ipo haja ya wao kama wafanyabiashara kupanga mikakati imara itakayoweza kukuza kwenye soko. Na kwingineko kimataifa, Umoja wa Ulaya unaelekea kuondoa ushuru wa bidhaa kutoka Marekani katika jitihada za kuzuia ongezeko jipya la ushuru lililotishiwa na Rais Donald Trump dhidi ya bidhaa kutoka Ulaya. Hatua hiyo inakuja wakati mazungumzo muhimu ya kibiashara yakifikia hatua ya mwisho mjini Brussels. Kwa taarifa hizi za biashara, tuungane naye mwanahabari wetu Mariam Fakii. Biashara ni kitu muhimu kwa maisha ya mwanadamu, lakini kumekuwa na ushindani mkubwa katika kuendesha biashara. Leo nikiwa katika wilaya ya Nyamagana, nataka kufahamu kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara. Je, uwepo wa biashara zinazofanana kunapelekea vipi kupungua kwa faida katika mauzo yao? Biashara zenye kufanana ni biashara ambayo inapunguza faida nyingi sana. Ingelikuwa biashara ni moja alafu nyingine anakuwa sehemu nyingine, maana yake hata yule mfanyabiashara ana uwezo wa kupandisha ile bei akajiwekea bei yake, inawezekana. Lakini mkiwa wengi, ni biashara ni kama za ushindani, kwa hiyo inakuwa ni kazi ngumu sana. Hiyo inaleta changamoto kubwa katika biashara, kwa sababu tunapokuwa tunafanya kitu ambacho kina idea moja ambayo inafanana, cha kwanza kuna ushindani, ambapo inapelekea mtu anaweza kawa anafanya biashara kwa kutafuta wateja wengi, ili afanikishe jambo lake, inambidi atafute punguzo kwa wateja wake ili aweze kuwapata kwa wingi, kitu ambacho kinaweza kapelekea kushuka kwa faida, ambacho mwisho wa siku mtu anaweza kaanguka kimtaji. Kuwepo kwa mfanano wa biashara katika sehemu moja inatukosti kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu mimi nauza mchele na mwingine naye duka inayofuata anauza mchele. Mimi kwangu inanikosti kwa kiasi kubwa, kwa sababu unakuta ule mchele nimechukulia kwa gharama kubwa, inabidi niuze kwa bei ya chini kwa sababu ya mwenzangu ambaye tunafuatana anauza kwa bei ya chini. Hivyo inanipa faida ndogo sana ambayo inanifanya nisitanue biashara yangu ikawa kubwa. Mtazamo wangu, kunapokuwepo biashara inayofanana kunapunguza faida kwenye biashara, kwa sababu unakuta kuna ushindani. Sababu kwa mfano mimi naweza nikawa na labda pengine na printia 200, jirani yangu ana printia 100. Sasa hapo inakuwa kuna ushindani, ndio maana unakuta sasa watu tunafanya bei za hasara. Kwingineko biashara kimataifa. Kwa mujibu wa makubaliano yaliyofanywa katika uwanja wa golf wa Turnberg nchini Scotland, Umoja wa Ulaya ulikubali kuondoa ushuru kwa bidhaa za viwandani kutoka kwa Marekani, pamoja na kutoa nafasi maalumu kwa bidhaa za kilimo na baharini kutoka kwa taifa hilo. Kwa upande wake, Marekani imekubali kuweka ushuru wa 15% kwa bidhaa nyingi kutoka kwa Umoja wa Ulaya, baada ya kuongeza viwango vya juu zaidi vilivyokuwa vikitishiwa na utawala wa Trump. Hata hivyo, bunge la Ulaya pamoja na baraza linalowakilisha serikali ya Umoja wa Ulaya bado havijapitisha rasmi sheria za utekelezaji wa makubaliano hayo, kutokana na tofauti za kisiasa kuhusu namna ya kujilinda iwapo Marekani haitatekeleza upande wake wa makubaliano. Trump amesitisha kuongezeka kwa ushuru zaidi kwa bidhaa za Ulaya, ikiwemo magari, ikiwa Umoja wa Ulaya hautatekeleza masharti ya makubaliano hayo kabla ya Julai 4 mwaka huu. Baadhi ya wabunge wa Umoja wa Ulaya wanataka kuwepo kwa masharti maalum yatakayohakikisha ushuru unapunguzwa pale Marekani itakapopendekeza makubaliano yake kikamilifu, pamoja na kuwepo kwa uwezekano wa kusimamishwa kwa makubaliano hayo ikiwa masharti yatavunjwa. Hata hivyo, baadhi ya serikali za Ulaya zinaonekana kutokuwa tayari kuweka masharti makali kwa hofu ya kuzidisha mvutano wa utawala wa Trump, pamoja na kuathiri biashara za makampuni ya Ulaya zinazotegemea soko la Marekani. Ikumbukwe kuwa makubaliano hayo yatapitishwa endapo Umoja wa Ulaya utafanikiwa kuepuka ushuru mpya uliositishwa na Marekani, huku wachambuzi wakisema hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza mvutano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kiuchumi duniani. Mariam Fakii, Sauti TV, habari. Asante sana Mariam Fakii kwa taarifa hizo. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Pendo Abdalla. Endelea kutazama Sauti TV habari. Mimi ni Faith Olomi. Wiki hii kwenye Home Clinic. Na
Ukimwaga maji chooni kabla ya kujisaidia, hii inasaidia kuflash wale bakteria ambao labda mwathirika wa UTI amekojoa, labda wamebakia pale. Ukiflash maji inasaidia kuwaondoa. Then ukitoka pia inashauriwa kunawa mikono, kwa sababu unaweza ukawa umetoka na wadudu wowote au bakteria wowote wa chooni. Unapoenda kukojoa sehemu chafu au choo kinachotumiwa na watu ambao ni waangwa wakubwa wa ugonjwa, inaweza kupelekea ukapata huo ugonjwa wa UTI. Maana yake watu wanapokuwa wachafu kupita kiasi, ile inaweza kupelekea kupata uchafu. Tukija hasa kwa mfano kwa wadada, maana wale wengi wanajiuliza kwa nini kila mdada ana UTI au na wanaume wanakuwa na UTI chache. Usikose kufuatilia Home Clinic kila Jumatano saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTV_TZ. Ni matumaini yangu umzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Pendo Abdallah. Baadhi ya mashabiki wa soka mkoani Mwanza wameeleza hisia zao kuelekea mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB kati ya Young Africans na Azam FC, ambapo mchezo huo utachezwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu. Na kimataifa, mchezaji wa klabu ya Chelsea ya timu ya taifa ya Brazil, Joao Pedro, ameandika ujumbe kupitia mtandao wake wa kijamii akisema kuwa atabaki nyumbani kama shabiki mwingine kuitazama timu hiyo ya taifa kwenye michuano ya kombe la dunia itakayofanyika mwezi Juni pale Marekani, Canada na Mexico. Kwa undani wa habari hizi za michezo, tuungane naye mwanahabari wetu Daniel Samuel. Hizi ni hisia za mashabiki mkoani Mwanza, mtaa wa Malimbe, wakieleza namna ambavyo wamefurahishwa na mchezo kati ya Yanga FC na Azam kuletwa hapa jijini Mwanza. Furahisha sababu mchezo umesogezwa karibu. Kuna wengine hatuwezi kufika Dar. Kwa mkoa wa Mwanza ni fursa kubwa sababu kwanza katika ile michezo tunao kushuhudia burudani. Yanga ina wapenzi wengi sana kwa Mwanza. Lazima kwa kanda ya Ziwa klabu ya Yanga imekuwa na shabiki wengi sana. Na Azam pia iko nyuma, ni timu miongoni mwa timu kubwa Tanzania. Hata hivyo, wameeleza mchezo huo kuletwa katika uwanja wa Kirumba utatoa fursa kwa wafanyabiashara, hususani kwa wale wanaouza jezi. Kwanza tunafurahi kwa sababu kuna baadhi ya biashara za watu zitaenda, umeona. Kuna watu watachukua jezi, umeona. Kwa hiyo tunashukuru sana bodi ya ligi na TFF kwa kusogeza hii mechi CCM Kirumba. Kwamba hii mechi inaenda kutoa fursa mbalimbali kwa hasa kwa wanajamii, ambapo hii mechi inaenda kufanikia. Ukiangalia fursa mbalimbali, inaweza kuangalia kwenye masuala mazima ya biashara. Kuna wafanyabiashara ambao kidogo wanaweza kunufaika, wanaweza kauza vitu vyao, lakini mbali zaidi unaweza kuangalia pia wauzaji wa jezi za mpira pamoja na za timu za husika, wanaweza kupata fursa kama hizo. Mchezo huo utachezwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ikumbukwe kuwa mara ya mwisho vigogo hawa walikutana katika nusu fainali ya kombe ya Muungano mwaka 2026, ambapo Yanga FC ilibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Azam FC. Tukianzia hapa barani Afrika, shirikisho la soka Afrika CAF limetangaza kupokea maombi kutoka mataifa 4 yenye lengo la kuandaa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika yatakayofanyika mwaka 2028. CAF imesema kuwa nchi zilizowasilisha maombi hayo ni Afrika Kusini, Botswana, Namibia na Zimbabwe, ambapo zitashirikiana kwa pamoja kuandaa mashindano hayo, jambo linaloboresha ushirikiano wa kikanda barani Afrika. Sambamba na hayo, hii inakuwa ni mara ya kwanza kwa nchi 4 kutaka kuandaa mashindano haya barani Afrika. Na huko barani Ulaya, siku ya leo, Pedro ameandika ujumbe huu baada ya kocha mkuu wa timu hiyo ya taifa Carlo Ancelotti kutangaza kikosi cha wachezaji 26 watakaoshiriki michuano hiyo, ambapo jina la mchezaji huyo wa Chelsea alikutajwa. Kwa upande mwingine, naye mchezaji wa zamani wa klabu ya Al Hilal ya nchini Uarabuni Neymar Jr amehusishwa kwenye kikosi hicho licha ya kutokupata nafasi ya kutosha kushiriki baadhi ya mashindano na timu hiyo kutokana na majeraha ya mara kwa mara. Hata hivyo, baadhi ya mashabiki wa soka nchini Brazil hawajapendezwa na uamuzi wa kocha huyo kutokulitaja jina la mchezaji huyo licha ya kuwa kwa sasa yupo kwenye kiwango bora. Mimi ni Daniel Samuel wa SauTV Habari.
Asante sana Daniel Samuel kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Pendo Abdallah na sasa nirudishe kijiti kwake Donald Anton kwa kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Pendo Abdallah kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatisha taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imetoa tahadhari kwa wasafiri wote wanaoingia au kutoka nchini kufuatia mlipuko wa virusi vya Ebola. Juhudi mpya za kidiplomasia za kupunguza mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimeanza kuonyesha matumaini. Na katika michezo, baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga jijini Mwanza wameeleza mitazamo yao juu ya timu yao kuto kuendelea kufanya vizuri katika michuano ya ligi kuu ya NBC. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Donald Anthony, nikutakia utazamaji mwema vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema.